بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من هذا المقام تعدو محياكم وتنتعش برياكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunaendelea na darasa yetu, ikiwa ni darasa ya pili ya kitabu chetu cha As-Sawa'iq Al-Mursala. Na darasa iliyopita, walillahi alhamdu, tulitizama maana ya jina la kitabu chenyewe, lakini vile vile tukaangalia aliyekitunga kitabu ni nani, maisha yake, na tukaangalia lengo la yeye kukiandika kitabu hiki, na tukasoma vile vile mukaddima wa hiki kitabu. Na leo biidhnillah tutaanza sasa faslu ya kwanza kabisa katika kitabu hiki. Anasema faslun fi bayani haqiqati at-ta'wili lughatan wa istilaha. Leo topiki yetu ya leo itakuwa inazungumzia katika kubainisha uhalisia wa ta'wil kilugha, lakini vile vile uhalisia wa ta'wili kiistilaha. Anasema neno ta'wil huwa taf'ilun min ala yuawwilu ila kadha idha sara ilayhi, limenyumbuliwa kutoka katika kitendo ala ambacho kinatoka kwenye neno ala kwenda neno yuawwilu ila kadha, kwa makusudio idha sara ilayhi, yani kukitoa kitu kutoka sehemu moja kukipeleka sehemu nyingine. Fata'wilu, hivyo basi maana ya neno at-ta'wil maana yake ni at-tasyir, kukitoa kitu hatua moja kukipeleka hatua nyingine. Mfano, kitu kilikuwa hivi, wewe unakifanya kuwa vile. Na wa awwaltuhu ta'wilan, na mara nyingi mtu akisema neno awwaltuhu ta'wilan ay idha sayyartuhu ilayhi au awwaltahu ta'wilan, nikikwambia kwamba kwa Kiarabu awwaltahu ta'wilan na kuwa ninamaanisha sayyartahu ilayhi, umekipeleka hiki kitu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Qala al-Jawhari at-ta'wilu, hivyo basi maana ya neno ta'wili maana yake ni tafsirun, ni kufasiri, ma yuawwalu ilayhi shay'u, kutafsiri jambo ambalo linapelekewa katika kitu fulani. Waqad awwaltahu ta'wilan, almuhimu hayo yote yana maana ya ta'wil. Maana yake ni aidha ukitoa kitu sehemu moja ukipeleka sehemu nyingine, na tafsiri ndio hiyo, kuyatoa maneno kwenye muundo huu kuyapeleka kwenye tafsiri nyingine. Watusamma al-aqibatu, akaanza sasa kuelezea maana neno ta'wil kilugha ambavyo lina maana nyingi. Maana ya kwanza anasema tusamma al-aqibatu ta'wilan, mwisho wa kitu kwenye lugha ya Kiarabu huwa unaitwa ta'wil. Kwa nini? Lianna al-amra yasiru ilaiha, kwa sababu mwisho wa kitu ndio sehemu ya mwisho kabisa ambako jambo huelekea. Na mfano wake ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, fa in tanaza'tum fi shay'in
farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ibn Kathir kwenye tafsiri yake huwa anasema wa ahsanu aqibatan wa maala. Kwa hapo neno ta'wil limefasiriwa kwa maana ya ndio mwisho mzuri na maala na marejeo yaliyokuwa mazuri. Hiyo ni maana ya kwanza ya neno ta'wil. Akasema vile vile watusamma haqiqatu shay'i al-mukhbar bihi ta'wilan. Vile vile kwenye masala mazima ya mazungumzo sasa, uhalisia wa kitu kinachozungumzwa ndiyo kinaitwa ta'wil. Lianna al-amra yantahi ilayhi, kwa sababu mimi ninapotoa maneno, mfano nimesema pangu pakavu tia mchuzi, hilo ni neno. Tafsiri ya maneno haya maana yake ndiyo mwisho wa kile ambacho mimi nimekikusudia. Anasema hili unalikuta kwenye kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, hal yanzuruna illa ta'wilahu yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu ila akhir al-aya. Anasema famaji'u ta'wiluhu maji'u nafsu ma ukhbirat bihi. Allah aliposema hal yanzuruna illa ta'wilahu yawma ya'ti ta'wiluhu, maana yake watu walio wanaambiwa kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala hawamuelewi mtume anapoambia idha zulzilatil ardu zilzalaha, hawaelewi. Sasa Allah akasema kwa hiyo hawa watu wanasubiri ta'wil, kwa maana ya uhakika wa hiki ambacho wewe unawaambia kwamba kiyama kitasimama. Allah akasema yauma yati ta'wiluhu, kwa maana ya siku kitakaposimama kiyama. Na limetumika hapa neno ta'wil kwa nini? Kwa sababu neno ta'wil kilugha linamaanisha haqiqatu shay'il mukhbaru bihi, uhalisia wa jambo ambalo mtu anahabarishwa. Na mtakuja kuona namna ambavyo hii maana ina relate na kutokuja tafsiri majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kwa tafsiri za majazi kama wanavyosema wale mabwana, kwa sababu neno ta'wil hapa bi maana haqiqatu shay'i, kama tutakapokuja kuona mbeleni insha Allah. Lakini vile vile wayusamma ta'biru ru'ya ta'wiluha bi'tibarain. Vile vile tafsiri ya ndoto, mtu akiota alafu kile kinachoota akija kuelezewa maana ya kile kitu, ile pia huwa inaitwa ta'wil. Fa innahu yufassiru laha, fa innahu, kwa sababu neno ta'wil kutafsiri ndoto maana yake ni tafsiri yake, wa huwa aqibatuha wa ma tu'wila ilayhi au wa ma ta'ulu ilayhi, kwa sababu ndio mwisho wa kile ambacho mtu amekiota, lakini vile vile ndio uhalisia wa ile ndoto kwenye maana unakoelekea. Waqala Yusufu li abi, Yusuf alimwambia babake, ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl ay haqiqatuha, baba yangu, mwanzoni kweli nilipokuambia mimi ni inni ra'aytu 11 kawkaba, mimi nimeona nyota 11 jua na mwezi vikinisujudia. Leo hii sasa mimi baada ya kutupwa kisimani, kuingizwa jela, kutoka kwa wazee na nini, nyinyi leo mnaofanya hiki kitendo ndio ta'wilu ru'yaya, ai ndio uhalisia, haqiqatuha ndio uhalisia wa ile ndoto ambayo mimi niliota wakati niko mtoto, uhalisia wake umetokea leo hii. Bado hii aya inatusisitizia maana ya neno ta'wil kilugha, kabla ya kwenda kwenye istilaha, ina maana ya neno haqiqatu shay'i wa masiruha, ni uhalisia wa kitu, moja, mbili, mwisho wa kitu chenyewe. Watusamma al-illatu al-ghaiyatu wal-hikmatu al-matlubatu bil-fi'li ta'wilan li'annaha bayanun li maqsudi al-fa'ili
wa ghardihi min alfi'li alladhi lam ya'rif ar-ra'i lahu gharduhu bihi. Lakini maana nyingine ya neno ta'wil ni al-illatu al-ghaiyati, ni lengo au sababu inayompelekea mtu kufanya kitu. Na mfano wa hili anasema mfano wa kauli ya Khidri kwa Musa alayhi salatu wassalam, baada ya yale matukio matatu: kutoboa mtumbwi, kumuua yule kijana na kujenga ule ukuta. Akamwambia sasa, saunabbiuka bitawili ma lam tasti' alayhi sabra. Maana yake falamma akhbarahu bil'illati al-ghaiyya allati intaha ilayha fi'luhu qala dhalika ta'wilu ma lam tastati' alayhi sabra. Fatawilu, hiyo basi neno ta'wilu fi kitabillahi ta'ala lililotumika katika Qur'ani, almuradu minhu, kinachokusudiwa haqiqatul ma'na alladhi yaulu al-lafdhu ilayhi, ni uhalisia wa maana ambayo lafudhi iliyotumika inaikusudia maana hiyo, na sio maana fiche kama wanavyosemaga ndugu zetu. Kwa hiyo utaona neno ta'wil takriban kwenye aya zote ambazo zimetajwa hapa, fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ya Allah dhalika khairun wa nasema dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hiyo ilikuwa ni aya ya kwanza. Ya abati hadha ta'wilu ru'yaya, hiyo ilikuwa ni aya ya pili. Saunabbiuka bitawili dhalika ta'wilu. Ta'wili hizi zote kwenye Qur'ani zimetumika kwa maana ya uhalisia wa kitu. Kisha akamaliza akasema fa innal kalama naw'ani, kwa sababu uhalisia wa maneno ambayo sisi tunayazungumza yamegawanyika katika sehemu kubwa mbili: khabarun wa talabun. Khabar, na hii asali katika balagha wanasema khabar ni vitu ambavyo wewe unakhabarishwa. Ukitoa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya mtume, wanasemaga habari ni maneno yoyote ambayo yahtamilu, yanaweza kubeba ukweli au uongo. Mimi ninapokuja kukwambia fulani bana akasema 1 2 3, au siku fulani kijitokea 1 2 3, maneno ya design. Kwa hiyo maneno yoyote ambayo yana ihtimali ya kuwa kweli au uongo huitwa nini? Huitwa khabar. Lakini kuna talab, kuna maneno ambayo hayabebi uongo wala hayabebi ukweli. Mfano, mimi nikija nikakwambia simama, simama, huwezi kuniambia muongo wewe utakuwa ni mwenda wazimu. Au njoo tule, huwezi kuniambia muongo wewe. Kwa hiyo maneno ya design mbili tu katika uzungumzaji wetu, aidha ni khabar, na khabar ni maneno yanayokubali uongo na ukweli, au tuna maneno ya talab, na talab ni maneno yote ambayo hayakubali uongo ama ukweli. Anaendelea anasema fatawilu al-khabar huwa al-haqiqa. Unapokuja kuleta ta'wil, kuleta tafsiri yako kwenye habari yoyote, inatakiwa utuelezee uhalisia almawjudatu fil khariji, uhalisia ulio nje ya habari uliotuelezea. Wa ta'wilu alwa'du walwa'idu, na mtu anapokuja kutafsiri masala ya adhabu na nini, fahuwa nafsu almaw'udu almutawa'adu bihi, anatakiwa atuelezee kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala au mtume rehma na amani ziwe juu yake ameeleza, bana mwenye kufanya hivi Allah hatamwangalia. Wa ta'wilu ma akhbara Allah bihi min as-sifati al-ula wa af'alihi nafsu ma huwa alayhi subhanahu. Kwa hiyo mtu akija kuleta ta'wili kwenye habari ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amejisifia yeye mwenyewe nafsi yake, mtu huyu anatakiwa alete tafsiri ya uhalisia
wa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekisema. Wa huwa mausufun bihi min as-sifati al-ula, na atuletee ta'wili ya kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe amejisifia nacho katika sifa zake zilizotukuka. Akatoa mfano kama Aisha radhiallahu anha anasema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li. Aisha anasema Mtume rehema na amani ziwe juu yake alikuwa anasema katika rukuu yake, alikuwa anasema katika sujudu yake, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li. Yataawwalu alquran, Mtume alifanya hivi akiwa anaifanyia ta'wili Qur'ani. Kwenye aya gani? Kwenye kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Hii ni amri Allah subhanahu wa ta'ala kaisema kwenye Qur'ani, Mtume akaitafsiri hii amri, akaifanyia ta'wili hii amri. Mtume akusema fasabbih akaleta tasbihi nyingine tofauti na subhanak. Wastaghfiru akasema allahumma ighfirli, wala akusema allahumma tub alayya wa hakadha. Akamalizia akasema fahadha ta'wilu, ta'wili ndio inatakiwa kuwa hivi, huwa nafsul ma'mur bihi, kuwa kwenye kile ambacho kimeamrishwa. Fahadha huwa ta'wilu fi kalamillah. Hayo niliyotoka kuyazungumza hapo ndio maana ya ta'wili katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Twende sasa tuangalie ta'wil katika maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Hiyo ta'wili katika niliyotoka kusema ni ta'wil kwa mujibu wa aya za Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aendelea anasema, wa amma ta'wilu fi istilahi ahli at-tafsir. Ukitizama ta'wil katika misamiati ya watu wa tafsiri wasalaf na wema waliotangulia wa ahlul fiqh wal hadithi, famuraduhum bihi ma'na at-tafsir wal bayan. Wao wakisema neno ta'wil wanakusudia aidha kutafsiri aya au kubainisha kitu, na kukibainisha kitu kinakuwa kinabainishwa kwenye ule uhalisia wake. Anaendelea anasema mfano wake, wa minhu qawlu ibn Jarir wa ghayruhu alqawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala kadha wa kadha. So vitabu vya tafsiri utakuta anasema alqawlu fi ta'wili kadha wa kadha, alafu analeta maana yake. Hiyo ni katika watu wa ahlut tafsir. Wasalaf, neno wasalaf anasema wa minhu qawlu al-Imam Ahmad fi ar-radd ala al-Jahmiyyati. Vile vile utakuta qawli Imam Ahmad katika kuwaradi watu wa Jahmiya hawa, fima ta'awwalathu min al-Qur'an ala ghairi ta'wili, kwa maana walivyoitafsiri Qur'ani katika tafsiri isiyofaa. فأبطل تلك التأويلات التي ذكرها وهو تفسيرها المراد بها وهو تأويلها عنده، فهذا التأويل يرجع إلى فهم المؤمن ويحصل في الذهن، والأول يعود إلى وقوع حقيقته في الخارج. وهي kiufupi neno ta'wil kwenye istilahi ya wanawachuoni ilikuwa ina maana kubwa mbili. Maana ya kwanza ni kutafsiri kitu, maana ya pili kukibainisha kitu. Twende sasa tukaitizame neno ta'wil kwa Mu'tazila na Jahmiya. Wao ta'wil wanaelewaje? Anasema wal Mu'tazilatu wal Jahmiyatu wa ghayrihim min almutakallimina famuradu bitawili. Wao wanaposema neno ta'wili wanakusudia sarfu lafzi
an dhahirihi, kuitoa lafdhi katika dhahir na uhalisia wake, ile maana yake inayowahi kuja kichwani. Ile wenyewe wanasema hii maana inayowahi kuja kichwani sio maana yenyewe, ni maana fiche iko ndani huko, anaenda kuitoa huko ndani. Wa hadha huwa shai'u fi urfi almutaakhirina, hii ndio iliyoenea kwao. Walihadha yaquluna at-ta'wilu ala khilafi al-asli, ndio maana utakuta ta'wilati zao nyingi sana ziko kinyume na asili. Wat-ta'wilu yahtaju ila dalil, si hivyo tu bali ta'wil inahitajia dalili. Wa hadha at-ta'wilu huwa alladhi sannafa fi tazwighihi wa ibtalihi min aljanibaini, na hii ta'wil ya design hii ya Mu'tazila ambayo maana yake ni sarfu lafdhi an dhahirihi, kuiweka lafdhi kuitoa lafdhi kwenye ile maana yake inayodhihiri. Hii baadhi ya wanawachuoni wametunga vitabu katika kuibatilisha. Akatoa mfano akasema, famimman sannafa fi ibtali at-ta'wili ala ra'yi al-mutakallimin al-qadi Abu Ya'la, katika watu ambao wameandika vitabu katika kubatilisha aina hii ya ta'wili ni bwana mmoja anaitwa Abu Ya'la Muhammad ibn al-Husayn ibn Muhammad ibn Khalaf. Huyu bwana ni min kibari al-Hanabila, miongoni mwa wanachuoni kubwa sana wa Kihanabila katika furuu na usul. Alizaliwa mwaka wa 380 na alikufa mwaka wa 457. Alikufa akiwa na umri wa miaka kama 78 hivi rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo aliandika kitabu katika kuwaradi hawa mabwana, na kitabu chenyewe kinaitwa Ibtalu Ta'wilati li akhbari sifati. Kitabu kimoja ambacho kina faida kubwa sana kwa mwenye kuweza kukisoma, anaweza kakirejea. Ibtalu Ta'wilat li akhbari sifati. Alikuwa analeta katika kitabu hicho aya ambazo hawa mabwana wamezitafsiri kinyume na dhahiri yake, alafu anawaradi rahmatullahi ta'ala alayhi. Lakini sio huyo tu, na baadaye alikuja al-Muwaffaq ibn Qudama. Huyu ni maarufu sana, Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudama al-Maqdisi thumma ad-Dimashqi al-Hanbali. Huyu vile vile ni katika maimamu wakubwa sana wa Kihanabila na ana vitabu vingi. Miongoni mwa vitabu vyake maarufu sana ni al-Mughni, astaghfirullah, al-Mughni. Nimestaka kusema al-Mughni kwa sababu yuko bwana mmoja sufi aliwahi kwenda na kitabu cha al-Mughni ibn Qudama, badala ya kusoma al-Mughni akakisoma al-Mughni ibn Qudama. Ibn Qudama alizaliwa mwaka wa 541 na alikufa mwaka wa 620 akiwa na umri wa takriban miaka 79 rahmatullahi ta'ala alayhi. Pia yeye ameandika kitabu ambacho karadi katika kitabu hicho hawa mabwana wanaofanya ta'wili ya dhahiri ya aya zilivyokaa, na kitabu chake kinaitwa Dhammu at-Ta'wil. Hili ni bonge la kitabu hili, kinaitwa Dhammu at-Ta'wil, kitabu cha Ibn Qudama hicho. Sasa wa min at-ta'wilati al-batil, tuangalie mifano ya ta'wilati zao ambazo ni batil hizo. Ahli Sham, watu wa Sham, katika ghazwatu Siffin, katika kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam li Ammar, taqtuluka al-fi'atu al-baghiyah. Hadithi hii ipo katika Muslim babu al-fitan. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Ammar, taqtuluka al-fi'atu al-baghiyah, bana kikundi kitakachokuua wewe kitakuwa ni kikundi cha watu. Al-baghy maana yake ni watu ambao wanasema wanataka
kupromosha dola, maana wewe fulani hufai, tunataka sisi ndio utoke, tuje sisi madarakani. Katika istilah za fuqaha, hiyo ndio maana al-baghi. Almuhim, al-baghiya ni kundi ambalo litakuwa kwenye makosa. Sasa Ammar kama mnavyofahamu aliuliwa katika zile zama zile za ghazwa Siffin zilizokuwa kati ya Ali radhiyallahu anhu na Muawiya radhiyallahu anhu wa anis sahabat ajma'in. Sasa baadhi ya maswahaba baada ya Ammar kuuliwa, na Ammar alikuwa upande wa Ali, wakaona kabisa kwamba sisi kwenye hili tumekosea na aliyekuwa sawasawa ni Ali. Wale mabwana wakawafuata wale waliosema bana Ali ndio yuko sawa, kwa hiyo tutulie kwanza, tusitake kisasi cha Uthman ibn Affan, tusubiri tumsikilize Ali. Qalu, wakaja watu na tawilati zao. Sasa wakasema nahnu lam naqtulhu, wale waliomuua kwa mapanga wanasema sisi hatujamuua, innama qatalahu man jaa bihi, Ali ndo kamuua Ammar, kwa sababu yeye ndo kamkaa kule na Ammar, kamjaza upepo. Ammar kaja kwetu sisi ndio tukamuua Ammar, kwa aliyemuua hapa sio sisi, ni Ammar. Unaona tawili ya design hii? Wa hadha ta'wilun mukhalifun li haqiqati al-lafzi wa dhahirihi, na tawili ya design hii unaona kabisa inakhalifiana na hadithi yenyewe ilivyokaa na uhalisia wake. Fa inna alladhi qatalahu, kwa sababu uhalisia waliyemuua Ammar huwa alladhi basharahu, huwa alladhi bashara qatlahu, ni yule ambaye yeye mwenyewe kwa panga lake akamuua. La man istansara bihi, sio yule ambaye alimwambia Ammar twende ukanisaidia uninusuru. Walihadha rudda alayhim au radda alayhim man huwa awla bilhaq, katika ile majlis walipewa radi ya mabwana, wakaambiwa afayakunu rasulullahi sallallahu alayhi wasallama wa ashabuhu hum alladhina qatalu Hamza wa shuhadaa ma'ah. Kwa mantiki ya tafsiri yenu sasa, aliyemuua Hamza anakuwa ni mtume, kwa sababu mtume ndiye alimwambia Hamza twende vitani. Masahaba wote waliokufa vitani aliyewaua sio washirikina, waliuliwa na mtume, kwa sababu mtume ndiye aliwaambia twende wapi? Twendeni vitani. Kwa hiyo tawilat kama hizi ndio aina ya tawili ambazo hawa mabwana wanazishikilia, kama ambavyo tutaona insha Allah. Wa min hadha qawlu Urwa ibn az-Zubayr lamma rawa hadith Aisha فرضت الصلاة ركعتين فزيد الصلاة الحضر أو قرت صلاة السفر. Mwanzoni hadithi inasema mwanzoni kule swala zilikuwa rakaa mbili tu, adhuhuri asubuhi mbili, adhuhuri mbili, alasiri mbili, wa hakadha. Anasema Aisha fazida fi salati al-hadri, katika swala za asiyekuwa safarini zikaongezeka, badala ya mbili ya dhuhuri tunaswali 4, badala ya mbili maghribi tunaswali 3, badala ya mbili isha tunaswali 4, wa hakadha. Faqila lah, Urwa kaulizwa, fama balu Aisha atammat fi safar, asa kwa nini Aisha alipokuwa safarini amewahi kuswali rakaa 4? Qala ta'awwalat kama ta'awwala Uthman, walaysa muraduhu anna Aisha wa Uthman ta'awwala ayat al-qasr ala khilaf dhahiriha, wa innama muraduhu annahuma ta'awwala dalilan qama indahuma iqtada jawaz al-i'timam fa'amala bih, fakana amalahuma bihi huwa ta'wiluhu, فإن العمل بدليل الأمر هو تأويله، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره بامتثاله بقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فكان عائشة وعثمان تأولا قوله فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة.
Urwa akawaambia wale mabwana Aisha na Uthman, wao hawakuwa wanaifanyia kazi hii hadithi walipokuwa wanaswali rakaa 4, isipokuwa walikuwa wanaizungumzia aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo Allah alipokuwa anazungumzia swala ya safari akasema fa idhatma antum fa aqimus salah, kifika sehemu mkapumzika kidogo mkiwa safarini, basi simamisheni swala. Fa inna itmamahuma, kwa sababu kukamilisha kwao swala, min iqamatiha, ni katika kuisimamisha swala. Na maneno katika hilo yako mengi sana ambayo yanaonyesha Aisha na Uthman walitaawal hizo ayat. Anasema mwisho kabisa maneno yake, fabil jumlati fattawilu alladhi yuwafiqu ma dallat alayhi an-nusus wa ja'at bihi as-sunnatu wat-ta'wilu as-sahihu wa ghayruhu huwa al-fasidu. Kiuhalisia sasa, ta'wil ambayo inaafikiana na kilichokusudiwa na nasi za Qur'ani, kwa maana ya aya za Qur'ani na sunna za Mtume, hiyo ndiyo ta'wili sahihi. Na ta'wili yoyote ambayo iko kinyume na makusudio ya Qur'ani na sunna, hiyo ni ta'wili batili. Sasa hapa tutataja aina ya ta'wilati batili, ambazo aina hizi 8 ndio ambazo wanazishikilia wale mabwana katika ta'wilati zao. Ahaduha, ta'wili ya kwanza, ma lam yahtamiluhu al-lafdhu biwad'ihi al-awwal, mithlu ta'wilu qawluhu ta'ala hatta yada'a rabbul izzati fiha rijlahu bi anna ar-rijla jama'atun minan nasi fa inna hadha ash-shay'a la yu'rafu fi shay'in min lughati al-arabi al-batta. Ama bwana wanaitafsiri hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume alipokuwa akizungumzia masala mazima ya siku ya Kiyama, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ataweka mguu wake juu ya moto wa Jahannam ili moto utulie. Sasa katika kipengele hatta yada rabbul izzati fiha rijla, kwamba Allah ataweka mguu wake juu ya moto, wanasema mguu maana yake sio mguu kama mnavyosema nyinyi. Mguu maana yake Allah ataweka motoni watu wengi. Mguu, watu, vitu viwili tofauti kabisa. Kwa ni ta'wili ambayo ile lafudhi iliyotajwa kwenye nasi haina ihtimali yoyote na ta'wili yao. Anasema Ibn al-Qayyim, fa inna hadha shay, tafsiri ya design hii, la yu'rafu fi shay'in min lughati al-arabi al-batta, yani haijawahi kuwepo kwenye lugha ya Waarabu kabisa, lakini wao wakaamua kusema mguu hapa maana yake sio mguu, bali Allah ataweka motoni watu wake, hataweka mguu wake yeye. Athani, aina ya pili ya ta'wili zao mbovu ni ta'wil ma lam yahtamiluhu al-lafdhu bibiniyatihi al-khassa min tathniyatin au jam'. Utakuta ni lafdhi ambayo kwa namna ilivyojengeka katika aya husika, aidha utakuta nas imetaja uwili au wingi, wa in ihtamalahu mufradan, pengine hiyo nafsi kama ingekuja kwa lafdhi ya kitu kinachoashiria kitu kimoja, ingekuwa ina maana ambayo wao wanaikusudia, lakini nafsi hii unakuta imetaja uwili au wingi ambao haukubaliani na ufahamu ambao wao wanalazimisha watu waelewe hivyo. Mfano wake ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, lima khalaqtu biyadayya,
ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Neno yadayya maana yake mikono yangu miwili. Wao wakasema bana, neno yadayya hapa linamaanisha alqudra, uwezo. Ingekuwa imetaja yad, mkono mmoja, alyadu, unaweza kusema bana neno yadu pengine maana yake ni nini? Ni uwezo. Neno yadu pengine maana yake ni nini? Ni uwezo kama walivyosema. Lakini hapa Allah kataja biyadaiya, mikono miwili. Wao wakaachana na hiyo lafdhi ya wili hapo, hawaioni kabisa, wakatafsiri uwezo, tafsiri ambayo inaleta maana mbaya. Yani kana kwamba Allah tena katika uwezo, Allah ana uwezo wa aina mbili peke yake. Wakamhadidia Allah subhanahu wa ta'ala aina ya uwezo, hali ya kumvua Allah subhanahu wa ta'ala sifa aliyokuwa nayo. Subhanallah wa amma yasifun uluwan kabira, bal ta'ala Allah amma yasifun. الثالث, aina ya tatu, ma lam yahtamiluhu siyaquhu wa tarkibuhu wa in ihtamalahu fi ghairi dhalik. Yako baadhi ya maneno ambayo mtiririko wa maneno haukubaliani na tafsiri zao, hata kama anasema ma lam yahtamiluhu siyaquhu wa tarkibuhu wa in ihtamalahu fi ghairi dhalika siyaq. Ni aina ya ta'wili ambayo mtiririko wa maneno haukubaliani na maana zao, hata kama hilo neno likija kwenye mtiririko mwingine wa maneno linaweza likakubaliana na maana yao. Mfano wake ni ta'wili kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu au ya'tiya rabbuk au ya'tiya ba'du ayati rabbik bi anna ayati rabb ityanu ba'du ayatihi allati hiya amruhu wa hadha ya'bahu siyaqu kullal ibai fa innahu yamtani'u hamluhu ala dhalika ma'a at-taqsimi wat-tanwi'i wat-tardidi. Wao kwenye hii aya wanakataa kwamba Allah yeye hatakuja, watakuja malaika na jambo lake Allah subhanahu wa ta'ala na baadhi ya alama zake. Kwa hiyo kwenye hal yanzuruna illa an yatiyahumul malaika, wanakubali malaika watakuja. Au yatia rabbuka, anasema Allah hatakuja yeye, bali takuja amru rabbika, ni jambo la Mola wako. Au yatia ba'du ayati rabbik, au baadhi. Unaona kabisa ni tafsiri ambayo kwenye akili haifanyi nini, haiingii. Kwani wakija malaika wanakuja na jambo la nani? Wanakuja na jambo lao. Hizo baadhi ayati ya rabbik, baadhi ya aya za Allah ni jambo la nani? Subhanallah. Akasema, anaendelea anasema, wakat ta'wili qawluhu innakum tarawna rabbakum ayanan kama tarawna alqamara laylata albadri sahwan laysa dunahu sahabun wa kama tarawna ash-shamsa fi adh-dhahirati laysa dunaha sahab. فتأويل الرؤية في هذا السياق بما يخالف حقيقتها وظاهرها في غاية الامتناع، وهو رد وتكذيب يستتر صاحبه بالتأويل. Kuyageuza haya maneno kwamba innakum tarawna rabbakum, mtume anasema kanye mtamuona Allah subhanahu wa mtamuona Mola wenu ayana, mtamuona hivi kwa macho, kama tarawna alqamara, kama mtakavyoona mwezi, lailatal badri, ule mwezi wa starehe uko katikati kabisa, hapa umetimia, sahwan, tena hakuna mawingu. Au mtamuona Allah subhanahu wa ta'ala kama mnavyoona jua. Hii hadithi
kusema kwamba kumuona Allah hapa sio kumuona kwa macho. Ibn al-Qayyim anasema tafsiri hii inakataana na uhalisia wa kile kilichokusudiwa. Moja hiyo. Mbili, wa huwa raddun, bali ni kumpiga raddi wa takdhibi na kumkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wasallama, kwamba Mtume kasema tutamuona Allah kwa macho, nyewe mnasema hatutamuona. Halafu mnakuwa mnamkadhibisha Mtume kwa kivuli, eti sisi tumefanya ta'wil. Hiyo ni aina ya tatu ya ta'wilatin batila za mabwana hao. Twende kwenye aina ya nne. Aina ya nne, ma lam ya'lafu isti'maluhu fi dhalika al-ma'na fi lughati al-mukhatabi wa in ma lam yu'laf wa in ulifa fi istilahi al-hadithi, ni ile ambayo haijazoeleka. Maana hiyo nakuta ni sentensi au kalima imekuja kwenye maana ambayo maana hiyo haijakusudiwa kilugha kabisa. Hata kama itakuwa inakusudiwa sasa kilugha kwenye zama tulizokuwa nazo sasa hivi, ila uhalisia wa lugha haukusudii hilo jambo. Hadha mawdu'un, na maudhui ya dizaini hii, zallat fihi aqdamu kathirun minan nas, imewatelezesha watu wengi sana. Haithu taawalu kathiran min alfadhi nususi, kwa sababu wamezigeuza aya nyingi sana. Bima lam yu'laf isti'malu lafdhi lahu fi lughati al-arabi al-batta, kwa tafsiri ambazo Waarabu hawakuwa wanazijua kabisa. Wa in kana ma'hudan fi islahi al-mutaakhirin, wao wanatazama neno hili kwenye zama tulizokuwa nazo sisi linamaanisha nini hivi, basi na Allah siku ile alimaanisha hivi. Wa hadha mimma yanbaghi at-tanabbuh lah, jambo hili watu inabidi watanabahike nalo. Fa innahu hasala bisababihi min al-kadhibi ala Allah wa rasulihi ma hasal, kwa sababu ya jambo kama hili wamejikuta watu wamemzulia Allah na mtume wake uongo mkubwa sana. Kama taawalat ta'ifatun qawlahu ta'ala falamma afala bil harakati, kama ambavyo baadhi ya watu min almutakallimin wanayetafsiri kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala ile falamma ra'a kawkaba wa ino falamma afala bil haraka, kwamba wanasema wao mwezi na jua havizunguki, kinachozunguka ni nini? Ni dunia. Na Allah anasema washamsu tajri fi mustaqarrin laha ila akhiri alayat, wanasema ni haraka, kwamba yani unatikisika hapo hapo. Qalu istadalla biharakatihi ala butlani ar-rububiyyati wala yu'rafu fi lughati al-arab allati nazala biha al-Qur'an anna al-uful hiya al-haraka fi mawdi'in wahidin al-batta, na hiyo maana kwenye Qur'an haipo kabisa. Wa kadhalika ta'wilu al-ahad bi annahu alladhi la yatamayyazu minhu an shay'in al-batta, kama ambavyo wameifanyia ta'wili kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala qul huwa Allahu ahad, wakasema al-ahad ni wa pekee ambaye hawezi kuwa juu ya kitu, wa pekee kiasi ambacho hawezi kuwa chini, hapawezi kuwa na kitu yake na kitu kingine. Kitendo hiki kikawapelekea kama qalu law kana fawqa al-arsh lam yakun ahadan, kwamba Allah ni, tukisema kwamba Allah yuko juu ya arsh, ili ar-rahmanu ala al-arsh istawa, Allah yuko juu ya arsh. Ukisema yuko juu ya arshi, tafsiri yake sasa yeye sio wa pekee, kwa sababu kuna watu wako juu ya bati, yeye atakuwa tu yuko juu ya arshi. Sisi hapa kuna watu tuko juu ya nyumba ya ghorofa 2, kuna mwingine yuko juu ya ghorofa 10, wa hakadha. Idhan upekee wa Allah hapa hautakuwepo.
Kwa hiyo wakaleta tafsiri ambazo ma anzala Allahu biha min sultan, au hazipo kabisa kwenye asili ya lugha ya Kiarabu. Ni tafsiri ambazo zipo kwenye zama zao wao wenyewe, wakaamua bana, sisi tutafasiri hivi. Wakatawili qawluhu thumma stawa ala al-arsh bi anna al-ma'na aqbala ala khalqi al-arsh. Ile aya jipo ayati nyingi, ala samawati thumma stawa ala al-arsh, kama Allah baada ya kuumba mbingu na ardhi istawa ala al-arsh. Wao wanasema istawa sio eti akastawi juu ya arsh. Alipomaliza kuumba mbingu na ardhi akaanza sasa kuiumba arsh. Wao ndio wanatafsiri hivi, bi anna al-ma'na aqbala ala khalqi al-arshi fa inna hadha la yu'rafu fi lughati al-arabi wala ghayriha min al-umami. Ukitizama tafsiri walioweka hapa kwamba thumma sawa ala al-arsh, kwamba Allah aliweza kuumba, alistawi juu ya arsh, wao wanasema alianza kuumba arsh. Tafsiri hii hauikuti kwenye lugha ya Kiarabu kabisa, bali hata lugha yetu sisi Wasukuma hamna tawili ya design hii. Anaendelea Sheikh anasema la yuqalu liman aqbala ala ar-rajuli istawa alayhi. Mimi ninaposema kwamba nakuja kwako Abu Naufal kwenye Subhanallah, mwalimu ndo amesema anakuja, ndo anakuja, ama na hizi itakuwa ni network yake. Network imemshusha al-akhi Bardizba. Inshallah tufanye subira, tumsubiri. Nafikiri naweka mambo sawa, kisha anaweza kurejea inshallah. Ulikuwa unasikika mara ghafla tu ukakata. Ulishia pale wakati unasema unakuja kwa Abu Naufal. Assalamu alaykum. Wa salaam wa rahmatullahi. Subhanallah. Asikieni, hatusikii sisi, yani lakini sisi tunamsikia. Endelea na sehemu ya arsh ya Mwenyezi Mungu. Arsh ya Mwenyezi Mungu, si ndio? Naam, ulishia hapo. Sawa, mlishia kusikia. Maana nilijikuta tu hapa kwenye thumma stawa ala al-arsh, si ndio? Thumma stawa ala al-arsh. Hapo usisonge mbele, hapo. Yani kama utaianza mimi siendelei mpaka mnielekeze. Nyinyi mmeishia kusikia wapi? Hapo ala al-arsh stawa. Abu Zainab, hapo kwamba thumma stawa ala al-arsh, kwamba kisha akaelekea kuiumba arsh kwa wanavyotafsiri wao, ndipo ulipoishia. Allahu akbar. Mashekhe zangu Bardizba hatusikii kabisa. Labda Muhammadin, labda wewe anakusikia ukiongea. Ninasikika? Nahitaji kujua hilo, na kama ni naam, tumeishia wapi? Sawa, mlisikia mwisho wapi? Arsh ya Mwenyezi Mungu. Ala al-arsh istawa. Sawa.
kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alipomaliza kuumba mbingu na ardhi, istawa ala al-arsh, hawasemi alistawi juu ya arsh, bali wanasema akaanza kuumba arshi. Ndio Sheikh anasema tawili hii ni mbovu sana, kama tutakavyokuja kuona huko mbele, lakini miongoni mwa vitu vinavyoonyesha ubovu wa tawili hii, kwenye tawili hii kuna kumkadhibisha Mtume sallallahu alayhi wasallama. Kwa nini? Kwa sababu fa innahu thabata fi sahihi, imethibiti katika hadithi sahihi, na hadithi iko katika sahihi Muslim, inna Allaha qaddara maqadira al-khalaiqi qabla khalqi as-samawati wal ardi bi 50,000 sana wa arshuhu ala al-ma'i. Allah amekadiria kadari za vitu za viumbe vyote alivyoumba kabla hajaumba mbingu na ardhi kwa miaka 50,000. Kipindi anafanya hivyo, arshi yake Allah subhanahu wa ta'ala tayari iko kwenye maji. Halafu wao wanakuja wanakuambia thumma stawa ala al-arsh, Allah alipoumba mbingu na ardhi, thumma stawa ala al-arsh, akaanza kuumba arshi. Sasa mnaona namna ambavyo hawa wanamkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mnaona namna ambavyo hawa mabwana wanamraddi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu sisi tukiwaradi wao tunaonekana ati sisi tuna fujo. Al-khamis, ya tano, ma alifa isti'maluhu fi ghairi dhalika al-ma'na lakin fi ghairi at-tarkib alladhi warada an-nass fayahmiluhu al-mutaawwil fi hadha at-tarkib alladhi la yahtamiluhu ala muhibbihi fi tarkibin akhar yahtamiluhu kata'wilu al-yadayn fi qawlihi ta'ala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya bin ni'mati. Aina ya tano, wanakuwa wanatumia neno ambalo linafaa kabisa na limezoeka kutumika hivyo hata katika zama tulizokuwa nazo tangu zama za zamani, lakini sasa ukiangalia ile nasi yenyewe iliyoko hapo inakataana na ile tawili yao, kama ambavyo wanaigeuza kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ni kitu gani kimekuzuia wewe Ibilisi kusujudu kwa kile ambacho nimekiumba mimi kwa mikono yangu? Wao wanasema neno biyadayya bin ni'ma, wanasema neno yadi hapa maana yake ni neema. Wala raiba, hakuna shaka, anna al-araba, ya kwamba Waarabu taqulu li fulanin indi yadun, bana fulani ana mkono wake kwenye maisha yangu, kwa maana fulani bana hapa mimi nilipofika amenisaidia. Hata sisi Waswahili tunasema hivi. Waqala Urwatu ibn Mas'ud lis-Siddiq radiyallahu anhu, na Urwa ibn Mas'ud ilikuwa katika zama za Sulh al-Hudaybiyah. Kisa waga ni refu sana. Huyu bwana kabla zama hizo alikuwa bado hajasilimu, alikuwa katika wale walioenda kuzungumza na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati anazungumza na Mtume hakumuonyesha Mtume adabu inayostahili. Abu Bakar akamzuia na akamkaripia kwa yeye kufanya hivyo. Yule bwana alimwambia hivi Abu Bakar, laula yadun laka indi lam ajizka biha la ajabtuka, lau si kunisaidia kwako wewe, na mimi mpaka leo tangu unisaidie sijawahi kukulipa wema wowote, ningekujibu maneno mabaya sana hapo, ila nakustiri kwa sababu kwenye
kutumika neno yadi hapa, tena Allah subhanahu wa ta'ala akiwa amefanya dhaf, ameegemeza mkono huu kwake yeye mwenyewe. Thumma ta'adda al-fi'lu ila al-yadi bil-ba'i, kitendo chenyewe alichokiegamisha na neno yad kuna be ambayo wanaita wao, anasema hiya nadhiratu, be ambayo ni sawasawa katabtu bil qalami, nimeandika kwa, yani manake kalamu ndiyo niliyoitumia kuandika. Waja'ala dhalika khassatun khussa biha Safiyatu Adam, lakini bado hii lima khalaqtu biyadayya, tafsiri yake ukiangalia sisi wanadamu wengine aliyeumbwa na Allah kwa mikono yake ni nani? Ni Adam. Kwa hiyo ukiangalia hizi qarinati hizi, kama anasema duna albashar kama khassa almasiha, kama vi Allah subhanahu wa ta'ala alipomzungumzia Isa alisema wanafakhtu fihi min ruhi, anasema hizi zote ni dalili za kwamba neno yadi hapa inamaanisha mkono wa uhalisia. Fahadha mimma yuhilu ta'wilu al-yadi fi an-nass bin-ni'ma wa in kanat fi tarkibin akhar tasluh lidhalik. Haya ambayo tumeyataja hapo juu yanaitoa ta'wili yao ya neno yadi kwa maana ya neema na kuifanya yadi tuiache kwenye uhalisia wake. Naeleweka vizuri? Fala yalzamu min salahiyati al-lafdh al-ma'na ma fi tarkibi salahiyatin lahu fi kulli tarkib. Neno likiwa linatumika sawa kwenye maana fulani, hailazimiki sasa ndio litumike kwenye kila sentence litumike maana hiyo. Yani kusema kwamba fulani ana mkono kwenye maisha yangu, mkono hapa kuwa inamaanisha neema, haimaanishi kila utakapotajwa mkono eti tuseme kwamba ni neema, kwa sababu huyu ana mkono mrefu, mwizi, mkono wa bilika, mkono mchoyo, wa hakadha. Wakadhalika qawluhu ta'ala wujuhun yawmaidhin nadhiratun ila rabbiha nadhira, vile katika ubovu wa tawili zao ambazo utakuta neno alilolitumia linaweza likawa lina maana wanayoitaka wao, lakini sio kwenye aya wanayoitafsiri. Ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wujuhun yawmaidhin nadhiratun ila rabbiha nadhira yastahilu fiha ta'wilu an-nadhar biintidhari ath-thawabi. Wao wanasema kwamba aya inasema wujuhu yawmaidhin nadhira, nyuso siku hiyo zitakuwa zina meremeta, zinang'aa, ila rabbiha nadhira, zikiwa zinamtizama Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wanasema Allah hataonekana, na wanasema kabisa yastahilu fiha ta'wilu, anasema Sheikh, yastahilu fiha ta'wilu an-nadhru biintidhari ath-thawabi, bali neno ila rabbiha nadhira eti tutakuwa tunamsubiri Allah. Fa innahu adafa an-nadhara ila al-wujuhi bin-nadharati allati la tahsulu illa ma husuri ma yatana'amu bihi, fala la ma'a at-tanghid biintidharihi, wa yastahilu ma'a hadha at-tarkib ta'wilu an-nadhari bighayri ar-ru'ya. Wao wanasema Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wujuhun yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira, kwamba Allah tutamuona bali tutakuwa tumeng'aa tukimsubiri Allah aje kutulipa pepo. Maana hiyo inakataa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hapa huko neno nadhara, neno kutizama, Allah amelifungamanisha na uso ambao kazi yake ndiyo kutizama. Ni tofauti na neno nadhara ambalo linaweza likawa lina maana ya kusubiri, kama ilivyokuja kwenye kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, fanadhiratun bima yarji'u al-mursalun, wakasubiri mitume watarudi na nini. Lakini kwenye aya hii wujuhu yawmaidhin nadhira,
kuna neno uso, na sisi tunaangalia kutumia nini? Kutumia uso. Wa hakadha wa mithlu hadha qawlu al-Jahmi al-Mulabbis. Almuhim, naomba niishie hapa kwa sababu ya muda, na tukija tutaendelea na ya 6, ya 7, ya 8, ya 9 na ya 10 katika darsa ijayo. Naona muda umeisha, niache sasa watu kama watakuwepo wa kuuliza maswali mepesi, insha Allah tuulizane.